Karibu katika episode ya 8 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 7, basi hakikisha unagusa hicho kipop-up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 7, ni mara baada ya kumshuhudia Josaki akiwa amemtembelea bidada huko akimuuliza kwamba, "Je, unafahamu kuhusiana na Mr. Gu kabla ya kuweza kuana naye? Je, unafahamu historia yake yoyote ile?" Bidada akasema kuwa kufahamu kwamba ananipenda kwa dhati kwa sasa ni kitu cha muhimu zaidi. Lakini Mwamba akamwambia kuwa huyu jamaa alikuwepogi mwaka 1977. Kuna picha yake hii hapa. Bidada baada ya kuitazama picha hii alikuja kugundua kwamba Mwamba ameweza kushtukia ile hali ya immortality ya Mwamba. Kwa akabidi kumwambia kuwa huyu jamaa ni baba yake bana, wanafanana vibaya mno, asikwambie mtu. Mwamba alikamshuka kweli kweli. Mwisho wa siku akamwaga bidada na kumwambia kuwa basi sawa bana, mimi nikuja kuletea ujumbe huo naondoka. Lakini wakati anatoka akaweza kumshuhudia Mwamba Gu alikuwa katika gari fulani hivi akitafuta network. Na jamaa ili kugundua ukweli akawa amemwalika jamaa kupata chai nyakati hizi za usiku, kisha akamwambia kuwa nina mazungumzo ya muhimu sana na wewe. Wakati huo wakati anaongea naye akamwambia kwamba nahisi kabisa wewe na bidada mna siri kubwa sana na nahisi kwamba wewe si binadamu wa kawaida. Na akamuonya kabisa Mwamba Gaon kwamba kama utakuja kumzuru bidada kwa kutumia uwezo wako huo wa kishirikina, basi na kuahidi kwamba siku moja nitakuja kufanyia kitu kibaya sana na dedi kukupeleleza na siku moja nitajua ukweli. Mwamba Gaon akiwa na dharau kweli kweli akamwambia Mwamba kwamba sasa shemeji, baada ya hapo kitu kingine kipi ambacho kigundua utakuja kunifanyia jambo baya? Niambie haraka sana. Akasema, sasa bwana shemeji, nitakachokufanyia kingine nitakwenda kutoa siri zako zote katika ulimwengu na kila mtu atakwenda kufahamu kwamba wewe si binadamu wa kawaida. Moja kwa moja Mwamba akawa amerejea kule ofisini kwake, akamkuta Bathra na akaanza kumwambia kwamba nahisi kama mwili wangu unapoteza nguvu kila wakati unajua. Bathra akacheka kisha akasema kwamba unazidi kuwa binadamu. Kadri unavyozidi kuwa unachoka ndivyo ambavyo mwili wako utajikuta unakumbuka matukio yote ya zamani na utajirudi na kuwa binadamu kamili. Ila hapo kwenye ubinadamu umeongea kweli rafiki yangu, kwa sababu nimejikuta kuna vitu fani naanza kuvihisi mwilini mwangu tofauti na ambavyo nilivyokuwa nikijihisi zamani. Yaani sasa hivi nakuwa na mihisia ya kijinga napenda watu ovyo. Baada ya hapo ilikuwa ni mishale ya saa 4:30 hivi usiku. Mwamba akawa anarudi nyumbani na kufika saa 6 usiku akawa ametimba nyumbani. Yaani ni siku ya kwanza tu ya ndoa. Mwamba kesho yake amerudi nyumbani akiwa amechelewa. Akawa ananyata kuingia ndani. Kumbe bidada alikuwa akimsubiri. Bidada hata kuongea maneno mengi akasema kwamba kama tungeona kikweli kweli na hizi ndio ishara za mwanaume msaliti zilivyo. Yaani tayari ushaanza kunichepukia siku ya kwanza kabisa ya ndoa yetu. Mwamba Jaun akiwa anamuita bidada lengo aweze kuyaweka sawa mambo haya. Kumbe bana kule ofisini kwake leo yule muuaji alikuwa ameweza kutimba. Akaweka vinasa sauti vya kutosha ili aweze kumjua Mwamba Gaon vizuri kabisa. Huko upande wa pili wanandoa feki wameshapatana. Tayari wanazungumza hapa kitandani. Mwamba anasema kwamba kadri ninavyozidi kushinda na wewe nimegundua kwamba kila siku napoteza uwezo wangu na hata hii alama sasa hivi imekuwa haina nguvu kabisa kwangu. Bidada akamkatisha jamaa na kusema kwamba kumbe hizi ndio shida ambazo wanandoa wa kweli wanazipitia. Yaani muda wa kulala jitu linaanza kupigisha story. Sasa tutapata usingizi kweli. Yaani hapo amekushikilia hapo anakupigisha story. Weka kanomba tulale. Bidada hapo akachukua usingizi. Hasa ule wakati bidada amechukua usingizi, Mwamba akazidi kumtazama, akakuta mapigo yake ya moyo yanazidi kuongezeka. Kumbuka kwamba huyu ni jini, hakuwa kabisa na mapigo ya moyo. Sasa hivi amerudi na anajikuta anaanza kumpenda bidada na hisia zinakuja juu kabisa. Mwamba akashtuka kwamba bidada anaelekea kufumbua macho. Ikabidi yeye kufumba macho. Naye bidada akazidi kumtazama Mwamba. Kadri anavyozidi kumtazama anajikuta naye mapigo ya moyo yanaongezeka na anampenda sana huyu jamaa. Bidada alipokuwa akimwangalia mtaalamu Jaewon, moja kwa moja simu yake ikawa inaweza kuita. Ikabidi kuipokea. Kumbe alikuwa ni secretary akimjuza kwamba huko mtandaoni kumechafuka kweli kweli. Kuna habari ya kwamba wewe ndio umehusika katika kifo cha mama yako. Watu wanasema kwamba kwa sababu ile siku ya kwanza mama yako alipoweza kupata shida, kuna uvumi umekuja kwamba wewe ndio ulikuwa unahusika zaidi na ulikuwa jirani yake sana siku hiyo. Haraka sana mapema palipokucha, bidada ikabidi kwenda kukutana na timu yake nzima. Na katika mjadala unaoendelea akasema kwamba tunahisi kabisa Noso Kumini yule kaka mkubwa wa familia ndio ameweza kusababisha haya yote, ameweza kutapakaa mitandaoni. Na secretary akaongezea kwa kusema kwamba bila shaka yoyote anataka kupitia huu uvumi waweze kukuzuia wewe kuweza kuchukua ile nafasi ya kiti ambacho yeye amekikalia kwa muda huu. Lakini wakawa wamepata wazo fulani ambalo Mwamba alikuwa amelitoa Jaewon na Josaki alikuwa ameliunga mkono sana wazo hilo. Wakaamua kuanza kulifanyia kazi. Lakini bidada kabla ya kuanza kulifanyia kazi wazo hilo ikabidi kumuomba Mwamba aweze kumpeleka sehemu fulani. Na kwa kuwa wana uwezo wa kichawi, basi wakiwa hapo ofisini wakashikana mikono, moja kwa moja akaweza kutoweka katika meno haya kimiujiza tu. Sasa secretary alikuwa amesahau kitu fulani, akawa anarudi hapo ofisini akashangaa kwamba hawa wawili hawapo kabisa hapo ofisini. Mbaya zaidi hata yule Josaki ambaye anamshtukiaga Mwamba kwamba huenda sio binadamu wa kawaida akaweza kushuhudia tukio hili. Hapo bwana we. Na kumbe walikuwa wameelekea moja kwa moja kwa kaka mkubwa wa familia Noso Kumini, Mwamba ambaye ni mkatili si mchezo. Alimkuta akifanya mazoezi kidogo ya kulenga shabaka wa bunduki yake. Kisha akasema kuwa najua kwamba kaka ndio uliweza kusambaza uvumi huu. Kaka mtu akasema kwamba kama uvumi huo umekuwa ni mkubwa kiasi hicho na watu wameweza kuamini, basi huenda ndani yake kuna ukweli, kwa sababu si rahisi kuwashawishi watu wengi. Lakini bidada aliongea maneno fani mabaya sana kwa huyu jamaa. Akasema kwamba unajua mama yako katika watoto wake wote aliokuwa amezaa kuna mmoja alizaa ni shetani kamili kabisa ambaye ndio wewe Noso Kumini. Hii kitu ilipenya moyoni mwa Mwamba Noso Kumini kiasi ambacho alijikuta asile na waka
kwa kifua chake, lakini ile kiumeume akakaza kana kwamba hakikumgusa sana jambo hili. Hasa hao wawili kwa sababu wana uwezo wa kuteleport moja kwa moja wakawa wanaelekea kwa watu waliolipwa ili kuweza kusambaza habari hizi za uvumi. Haraka sana wakaanza kumtokea mmoja baada ya mwingine na kumwambia kwamba kama usipofuta basi tunakuondoa maisha yako sasa hivi. Ikabidi miamba haraka sana kuanza kusafisha hizo taarifa. Lakini baadaye walikuja kushtukia kwamba hao wote wanafanya kazi ili lengo waweze kulipwa. Ikabidi kuahidi kwamba kama mkifuta hizo taarifa na kuanza kuzikanusha basi tutawapeleka katika maeneo muhimu sana ya kupata hela. Ikabidi moja kwa moja kuweza kusafiri na huyu jamaa mpaka benki, wakamuonesha pesa nyingi sana, wakamwambia zote zitakuwa za kwako. Dakika 10 mbele watu waliingia katika mitandao na kujisafisha kila kitu na kusema kwamba tulikuwa tumepewa pesa tuweze kumchambua bidada. Moja kwa moja bana, uvumi ule wote ukawa umeisha. Ndani ya dakika 10-15 tu hali ya bidada ikawa safi kabisa. Lakini Bathra akawa anapiga simu kwa kusema kwamba kuna mmoja kati ya shetani mwenzao ameweza kupotea. Ikabidi haraka sana waweze kutokea katika maeneo yale. Bathra akasema kwamba kumbe bado una uwezo wa kuteleport, yani kutokea sehemu pasipo hata kutumia dakika moja. Lakini kumbe Bathra alikuwa anamuita tu jamaa, lengo ni kwamba aweze kujua jamaa ana uwezo au bado hana uwezo. Kumbe jamaa kama ana uwezo basi fresh tu. Bidada Duhi wakati anaendelea kagua baadhi ya vitabu hapa alikuja kugundua kwamba mwamba alikuwa na majina mengi vibaya mno, yani ameishi karne na karne. Lakini bidada akaongezea kwa kusema kwamba na hicho kitabu ambacho hapo kinawaka taa kina maana gani? Bathra akaanza kuropoka kusema kwamba hicho kitabu kinaonyesha kwamba asili ya mademoni wote, lakini pia namna gani wanatumia nguvu zao na namna gani unaweza kuwafuta kabisa katika ulimwengu. Lakini kitu alichokuwa hawajui ni kwamba ndani ya chumba hiki tayari kulikuwa kuna voice recorder ambazo zilikuwa zinarekodi sauti nzima na kuisafirisha kwenda kwa muuaji, na alikuwa akiwasikiliza vizuri kabisa. Alafu pia huyu muuaji alikuwa ameiba kitabu kimoja na alikuwa akikisoma pia. Sasa wakati huu mwamba Gaun alikuwa anatafuta hicho kitabu na hakioni haya maeneo. Ikabidi kuanza kuhisi kwamba huenda ni Jusok, yule jamaa anayependa sana kunipeleleza juu ya historia yangu na origin yangu. Lazima atakuwa ameniibia hicho kitabu na amepajuaje hapa. Lakini baada ya dakika 20 mbele polisi hawaangalii uvumi bana, ili mradi tu imeweza kusemekana kwamba waliweza kufanya mauaji. Moja kwa moja akatimba katika mitaa hii na kwenda kumkamata bidada. Na taarifa zikawa zimemfikia mwamba Guhan. Moja kwa moja akawa anatoka katika ile jengo kuelekea katika maeneo hayo ambayo bidada ameweza kukamatwa. Mara ghafla tu yule muuaji akatimba katika eneo hili na kumpiga mwamba kisu cha eneo fani bila ubavu. Na kabla hata hajaweza kummalizia, Bathra akaweza kujitokeza na kumsukumiza mbali huyu mtu. Lakini Gaun alipokuwa akimtazama huyu muuaji alifanikiwa kumuona kidogo sura yake. Mwisho wa siku jamaa amechukuliwa hapo na kupelekwa hospitalini kwa sababu hali yake ni mbaya sana na damu nyingi zimeweza kumtiririka. Taarifa zikamfikia bidada akiwa katika chumba cha mahojiano hapa polisi kwamba mume wake eti ameweza kupata ajali mbaya na anaumwa vibaya mno. Akaomba sana polisi kwamba aweze kutoka, lakini polisi walikuwa wanaendelea kukaza tu. Wakati huo akajitokeza mwamba na kuweza kumwambia kwamba niko tayari mimi kuwa kama mdhamini, naomba bidada atoke kwa muda elekea hapo katika maeneo ya hospitali. Daktari anarudishia ripoti yake na Bathra kwamba hali ya jamaa ni mbaya kweli kweli kwa sababu alikuwa amechomwa visu katika eneo baya zaidi, na mbaya zaidi ni kwamba damu nyingi zimeweza kumtiririka, hivyo jamaa kupona ni ngumu kabisa. Dakika za mwishoni sana bidada Duhi akawa anatimba katika maeneo hayo ya hospitalini, na wakati huo mwamba alikuwa mule ndani akimtazama jamaa. Ikabidi Bathra aweze kumtoa huyu mshikaji na kumwambia kwamba kuna huduma ambayo bidada anatakiwa kuifanya, ondoka hapa nje. Lakini jamaa licha ya kwamba alikuwa ametolewa bado alikuwa na dadisi ni nini ambacho kinaendelea huku ndani. Akaweza kumtazama bidada akiwa amemshikilia mwamba ule mkono, lakini bidada akashangaa kuwa hakuna mabadiliko yoyote yanaweza kutokea kwa mwamba licha ya kwamba alikuwa amemshika mkono, ila akazidi kumsikilizia. Akakuta tu bado muda unazidi kwenda, jamaa hawezi hata kuamka. Akaona kwamba huenda amechelewa na mwamba alikuwa amekufa. Bidada akasema umenilinda mara nyingi sana nilipokuwa nikipitia katika ajali, na maana mimi nimeshindwa kukulinda hata mara moja kweli? Bidada akaanza kulia, lakini wakati analia tu ile alama ikawa imeweza kuwaka. Mwamba akasema kwamba wewe ni mzito bana, unanimini afu mimi mgonjwa bana. Moja kwa moja akamtoa ile oxygen machine na kisha mwamba akaanza kupumua kawaida, lakini kwa sababu uwezo wake kila siku unazidi kupungua alikuwa amepona nusu tu, na akamwambia bidada kwamba sasa hivi uwezo wangu ni nusu kidogo, kwa hiyo hata dakika hii niliweza kupona nimepona nusu tu. Bidada akasema kwamba basi ngoja nikamuite daktari ili endelee kutibia zaidi. Mwamba akasema hapana, daktari wangu ni wewe. Akamvuta bidada kisha akawa amemkumbatia na kumwambia kwamba ukinikumbatia hivi mwili wangu unajichaji zaidi. Basi bidada aligundua kwamba mwamba katika wakati huu alikuwa akimhitaji sana. Mwisho wa siku naye akajilegeza kabisa na kujilaza kifuani kwa jamaa. Sasa bana, katika kitu alikuwa amejikologa kweli kweli. Kuna bidada ambaye anampendaga sana huyu mwamba, anafahamika kama Jinga Yan. Alikuwa tayari kuacha mazoezi kule kwa sababu alisikia kwamba jamaa ameweza kuoa. Leo anakuja kumtembelea hospitalini baada ya kusikia kuwa amepata ajali, eti anakuta bidada ameweza kumkumbatia. Hii kitu ilimpeni katika moyo wake. Jusok aliweza kulishuhudia tukio zima mpaka yule bidada alipokuwa ameweza kuondoka pale hospitalini, lakini naye alipokuwa amechungulia hapa ndani akagundua kwamba bidada alikuwa amemkumbatia mwamba. Hivyo akagundua kwamba yule bidada anampendaga sana huyu mwamba Gaun, lakini pia hata yeye anampendaga sana huyu bidada Dushi. Sasa unakumbuka yule mwanamama ambaye alikuwa anaonekana kama kichaa hivi katika maeneo fulani hivi ya Nieloka? Hasa huyu mama si kichaa kabisa. Siku leo alikuwa akiutazama mwezi, akasema kwamba mwezi uko nusu na unang'aa sana. Bila shaka bidada atakuwa amemsaidia mwamba pasipo kujua kwamba ndo anahatarisha maisha yake dakika za mwishoni sana. Jusok akatimba hapa ndani kisha akamwambia bidada kuwa unahitajika kituo cha polisi na mimi ndio nilikupa mdhamini wako, kwa nimetumwa nije kukuchukua. Bidada akasema sawa bana, ngoja niende. Hasa hapa nje ya hospitali bidada baada ya
kutoka pale lile eneo, kumbe alikuja kujituliza huko yule bidada anayefahamika kama Jingayan ambaye anampenda sana Mwamba Gaun. Kawa anamwambia Batra kwamba katika maisha yangu yote nilikuwa nikimpenda sana ujamaa, lakini nilifeli kuto kumwambia tu ukweli kwamba nampenda, mpaka siku ya leo nimekuta kwamba ameweza kukumbatiana na mwanamke fulani. Sasa leo ndani ya hospitali Mwamba Gaun alikuwa akiota ndoto ambayo ilikuwa na maono ndani yake. Tena maono haya ni ya kuyazingatia sana, hata mpenzi mtazamaji unatakiwa kuzingatia hapa. Jamaa aliota amezungukwa na moto mwingi sana, lakini mwili wake ulikuwa ungui. Kisha baadaye kidogo akaanza kuhisi maumivu na mara ghafla mwili wake ukaanza kuungua. Sasa ili kuweza kujua nini ambacho kiko kikimaanishwa katika ndoto hiyo, basi ni kusii kila mmoja hakisha anagusa alama ya kulike. Alafu pia unaweza kuitazama hiyo hapo juu, inaweza kujitokeza. Ukigusa hapo moja kwa moja itakupeleka kwenda kuitazama sehemu ya 9 likapi yetu. Asanteni sana, ulikuwa na mimi naitwa DJ Po na hii ni PVP Media Max, lakini popote pale utakapoiona tamthilia hii basi ni kusitu kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujafanya hivyo.